Ninawasalimu katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo tunajifunza kitabu cha Wafalme wa Pili na ile sura ya 8. Tunapata habari ya mwanamke aliyefiwa na mwanaye wa pekee. Elisha akaenda kumfufua mwanawe wa pekee, akamrudishia mamaye. Lakini unaona, Elisha akamfata yule mwanamke, akamwambia, katika nchi hii ya Samaria utakuwa na njaa miaka 7. Ondoka katika nchi hii uende katika nchi ya Wafilisti, ukakae huko miaka 7. Ikiisha hiyo miaka ya 7 utarudi katika nchi hii ya Samaria. Na yule mwanamke akatii sawasawa na neno la mtu wa Mungu, akaenda katika nchi ya Wafilisti. Kwa maana siku zote nakwambia, kutii ni bora kuliko ni sadaka kuteketezwa. Yule mama akatii neno la mtu wa Mungu. Unaona, baada ya miaka 7 kupita, yule mwanamke akarudi katika nchi ya Samaria, akamfata mfalme wa Samaria, akamlilia, akasema, naomba nirudishiwe shamba langu na mali zangu. Unaona, mfalme akamwita msaidizi wa mtu wa Mungu ambaye ni Gehazi, akamwambia, je, huyu ndiye mwanamke aliyefufuliwa mwanaye na mtu wa Mungu Elisha? Gehazi akamwambia, huyu ndiye mwanamke aliyefufuliwa mwanaye na mtu wa Mungu Elisha. Akamwambia, basi kama ndiye. Akamtuma, akamwita msaidizi wake Akida, akamwambia, mwanamke huyu ukamtendee sawasawa na mapenzi yake, ukampe haki yake, ukampe mashamba yake na mali zake zote, ukampe na fidia ya shamba lake na mali zake zote. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu akisema nao kupitia watumishi wa Mungu, ukitenda sawasawa na kusudi la Mungu, hakika utamuona Mungu katika maisha yako. Kwa maana sisi wengi tunakuwa tumuoni Mungu kwa sababu tunakuwa hatutii yale tunaambiwa na watumishi wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tudumu katika ile kweli ya Mungu, tudumu katika kutenda mapenzi ya Mungu, tudumu katika sheria na kanuni za utukufu wa Mungu. Hakika tutamuona Mungu akijifunua katika maisha yetu, tutamuona Mungu akitenda ya utukufu katika maisha yetu. Hakika tutabarikiwa kila tuingiapo na kila tutokapo, na tutakuwa mkia, tutakuwa vichwa, kwa maana sisi ni watu wa ahadi ya Mungu kwa Abrahamu. Kwa maana baba zetu wa imani walitii yale walioambiwa na baba zao, nasi tuyatii hayo, basi tutatembea katika kifua mbele, tukidumu katika kuelekea nchi ya maziwa na asali kwa utukufu wa Mungu. Hakika mwana wa Mungu, neema ya Mungu imeachiliwa ndani ya maisha yetu, imeachilia ndani ya upendo wa Mungu Baba. Hakika tudumu katika mapenzi ya Mungu, tudumu katika haki na kweli ya Mungu. Tutamwona Mungu kwa ishara na maajabu. Mungu atajifunua katika maisha yetu. Na wasalimu kwa utukufu wa jina la Bwana wa majeshi, na Mungu wa mbingu na nchi awabariki katika jina la Yesu. Amen.